biashara nchini, ikiwemo mifumo ya kidijitali ambayo sasa imekuwa majukwaa ya usalama wa miamala ya kifedha. Tupate taarifa zaidi. Sifa hizo ambazo ni hamasa kwa sekta ya uchumi zimetolewa na mwakilishi kutoka Wizara ya Viwanda na Biashara Prosper Sangawe wakati wa uzinduzi wa mfumo wa kidijitali wa Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo Tanzania uitwao Trade Chamber Platform TCP, ambapo amesema mpango huo unakwenda sambamba na jitihada za serikali za kuboresha mazingira ya ufanyaji biashara nchini kupitia tehama ili kurahisisha biashara, kuongeza uwazi na kupunguza gharama pamoja na muda wa upatikanaji wa huduma. Utakumbuka kwamba serikali inahamasisha sana kuweza kuingia katika mfumo wa kielektroniki, hususan kwa wadau wetu wa biashara kuweza kujisajili, kwa sababu inasaidia kuondoa changamoto zinazotokeza katika mfumo wa ufanyaji biashara kwa kawaida, kwa maana kubeba karatasi kwenda katika ofisi moja kwenda nyingine. Kwa upande wake, meneja wa kitengo cha biashara cha TCCIA Messi Filipo amesema wameazimia kuingia kwenye mfumo huo ili kupunguza makosa ya kibinadamu, kuimarisha uadilifu na usalama wa taarifa, pamoja na kuongeza ufanisi katika taratibu za biashara, hususan kwa mauzo ya nje. Kwa hiyo mafunzo haya yanaendelea kwa kuwakutanisha wadau, wafanyabiashara, Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini pia Mamlaka ya Mapato ya Tanzania, ambapo sasa tunadhani baada tu ya mafunzo haya moja kwa moja mfumo utaanza kutumika. Na kwa mafunzo haya tuko na wadau kutoka mkoa wa Arusha, mkoa wa Manyara, mkoa wa Kilimanjaro na mkoa wa Tanga katika kanda ya kaskazini. Badala ya sisi kufuata zile document katika ofisi zao mbalimbali kwa nchi yote ya Tanzania, sasa hivi tutakuwa sisi mawakala forodha tupo katika ofisi zetu tukiendelea na mifumo yetu. Tulikuwa tunahitaji zile huduma zao za chemba, basi sisi tutaingia katika mfumo wao ambao wamekifundisha na tukaomba hizo certificate mbalimbali. Kwa mfano, kuna certificate ambayo inatumika Afrika Mashariki ambayo ni AEC. Baada ya kujifunza yote tumeona kwamba hii portal iko very user friendly, na mimi naona mtu mwenye umri wote anaweza access hiyo portal, na ni nzuri sana, inawasaidia watu wengi, pia inapunguza gharama na pia ina save muda. Ezekiel Mwambopo, Dar es Salaam. Taasisi isiyo ya kiserikali ya kuendeleza nishati endelevu na uhifadhi wa mazingira TATEDO imewakutanisha wadau wanaojihusisha na mnyororo wa kuongeza thamani ya mazao kwa kutumia nishati endelevu katika uzalishaji wa bidhaa kama hatua ya kusaidia wakulima na wajasiriamali kuongeza thamani ya bidhaa zao kupitia nishati jadidifu. Taarifa zaidi na Fatma Hassan anatueleza. Akizungumza mara baada ya kufungua mkutano huo jijini Dar es Salaam, mkurugenzi mtendaji wa TATEDO Esmo Tawe amesema mkutano huo unaangazia upatikanaji wa fedha kutoka serikalini, taasisi za fedha, ili ziweze kusukuma upatikanaji wa fedha kuinua matumizi ya nishati endelevu. Kutoka serikalini, kutoka kwenye mabenki, na kutumia hizo fedha kwa ajili ya kusaidia zile taasisi au wajasiriamali wadogo namna ya kutumia nishati endelevu kwa ajili ya kuzalisha bidhaa, kuzalisha mali. Kwa upande wake, mratibu wa mradi wa matumizi endelevu ya nishati mbadala TATEDO, Jesse Shuma, amesema mradi huo umehusika kufanya utafiti kwa ajili ya kuangalia namna ya uzalishaji ambao unaweza kusaidia na nishati jadidifu, ambapo wamepitia minyororo ya thamani ikiwemo samaki, nyama pamoja na mifugo. Kawaida huwa tunafanya utafiti, alafu baada ya kufanya ule utafiti ndio sasa unakuja kutekeleza kile ambacho kinatakiwa. We've been partnering with TATEDO and TAREA in Tanzania, and our focus has mainly been to link different stakeholders within the energy ecosystem. Abasi Mlilapi, Channel 10. Na mtazamaji, ni habari yake Fatma Hassan ambapo amesomwa hapa studio na Abasi Mlilapi. Tuendelee mbele zaidi, tuangazie hili ambapo Mamlaka ya Usafiri wa Anga Tanzania TCAA imeendesha kampeni ya kuelimisha abiria wanaotumia usafiri wa anga kuhusu haki zao na hatua za kuchukua pale wanapopata changamoto mbalimbali katika safari zao. Tupate taarifa zaidi. Kampeni hiyo ambayo ni ya nchi nzima
imeanzia katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere jijini Dar es Salaam, ambapo maafisa wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA kwa kushirikiana na kitengo chao cha kushughulikia malalamiko ya wateja CCU wamekuwa wakitoa elimu hiyo kwa abiria. Meneja wa uhusiano wa TCAA Bwana Ali Changwila amezungumzia sababu ya mamlaka hiyo kuendesha kampeni hiyo ambayo amesema imepokewa vyema na abiria. Sasa moja ya jukumu letu mbali na kudhibiti, pia tuna ratibu malalamiko ya wateja wanaotumia usafiri wa anga. Tuna kitengo chetu pale kwa ajili ya kazi hiyo. Kwa hiyo tumekuwa tukitoa matangazo kwenye tovuti yetu, kwenye mabango na machapisho mbalimbali kuhusiana na kazi zetu kupitia hicho kitengo. Lakini tumegundua bado abiria wengi hawajakijua na pengine wanapata changamoto lakini hawajui wapi waende. Naye afisa udhibiti uchumi wa mamlaka ya usafiri wa anga Tanzania TCAA Rashid Mngoya amesema abiria wamekuwa na malalamiko mengi na sasa wanajua hatua sahihi za kuchukua badala ya kulalamika. Kwa sasa tumeona tuanzishe hii program, tutengeneze awareness ili abiria wanapopata changamoto wajue mamlaka ipo kwa ajili ya kuwalinda. Nao abiria katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Julius Nyerere wamezungumzia jinsi kampeni hiyo inavyowasaidia, ambapo limeelezwa kwa mfano kama begi likipotea kuna fidia kama $2,100, na hali kadhalika ikitokea pia changamoto nyingine yoyote ile inayohusiana na kusafiri kwa abiria. Tumepewa vipeperushi vizuri ambavyo vinatoa maelekezo kwa kina kuelezea jinsi mlalamikaji anaweza kupata utaratibu mzuri wa kupata vitu vyake akipotea au msafiri, ambao vimetusaidia. Pia tumekutana na afisa ambaye ametuelekeza kutupa elimu. Eden Bahati, Channel 10. Na mtazamaji, taarifa hiyo ndio inatamatisha upande wa habari za biashara na uchumi. Muda mfupi ujao tutakuja kujiunga na Eden Bahati katika upande wa michezo na burudani. Endelea kusalia nasi.